tunarejelea pale, na pia tutakuwa tunaganga yajayo tukiweza kuweka kwenye muktadha kwamba uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 utakuwa unajiri, na tutaweza kujua kwamba ni changamoto gani ambazo tume ya IEBC iliweza kukumbana nazo na mapendekezo yake kwa asasi husika kuhakikisha kwamba tutakuwa na chaguzi kuu ama uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 ambao utakuwa wenye uwazi na uadilifu na haki. Na studioni tunaye kamishna wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka ya IEBC, Bwana Hassan Nur Hassan. Karibu sana studioni Bwana Hassan. Asante Sheila. Naam, nashukuru. Asante. Kwa hivyo nimeona katika pita zako unasema kwamba wewe ukitazama watu hauoni daktari, hauoni mwalimu, lakini unaona wapigaji kura. Kwa kweli. Kwa kweli Sheila, nikikuangalia na kuangalia na kuona kama mpigaji kura. Naam. Ni kama wahubiri ama wachungaji wakitembea mahali wanaona huyu anafaa kuwa kanisani. Naam, asante. Naam, Bwana Hassan, twende moja kwa moja tukiangalia uchaguzi ambao ulipita na watu walikuwa wameusubiri kwa hamu na gamu, na sasa ushapita, na ukiweka katika viwango vyako vipimo, unaweza kwamba kuhakiki kwamba tume ya IEBC iliweza kutekeleza wajibu wake ipasavyo? Naam, asante Sheila, na ningependa kuchukua nafasi hii kushukuru KBC kama ilivyokuwa kwa kunipatia fursa ya kuja kuzungumza na Wakenya na kuwaelimisha kuhusu yaliyopita ya by elections, na ni shukrani kubwa sana kama commissioner. Na pia ningependa kuchukua nafasi hii ikiwa ni mara yangu ya kwanza kuja KBC kuzungumzia Wakenya, pia kuwashukuru kunipa nafasi ya kuwa commissioner katika tume mpya wa huru wa uchaguzi katika taifa letu. Isipokuwa pia kufika hapo imekuwa ni mchakato, lakini Mungu ametufikisha hapa na nashukuru Wakenya kwa kunipa hii nafasi. Ningependa kusema ya kwamba uchaguzi uliopita wa uchaguzi ndogo ambayo tulifanya wiki iliyopita ilikuwa ina changamoto yake, lakini kuna mengi pia tumeyafunza, na tunaona ya kwamba kwa kweli tumejaribu kiasi tuwezavyo kuandalia uchaguzi ambayo ni ya huru na ya haki kutoka mahali ambapo tuko kama tume mpya huru wa IEBC. Na pia tukiangalia tukirejelea nyuma kidogo, kwanza kulikuwa na ripoti ya shirika la TIFA ambayo iliweza kusema kwamba utafiti wa hivi majuzi ambao ulidokeza kuwa 48% ya Wakenya hawana imani na tume ya uchaguzi na mipaka. Je, unaona kwamba ni mbinu gani ambazo mtaweza kutumia kuweza kuwavuta wale Wakenya ambao wanaona kwamba hawana imani na tume huru ya uchaguzi na mipaka? Asante. Sheila, nafikiri Wakenya wanatuhukumu kupitia historia yaliyopita ya elections ambazo ni za 2022 na zile zilikuwa hapo awali. Ningependa kuhakikisha Wakenya kwamba tume hii ni tume mpya. Ya kwanza ni tume mpya, tena ni tume huru. Na sisi kama tume huru tunahakika ya kwamba tutajaribu kila tuwezavyo ili tuweze kuandalia uchaguzi ambaye ni huru na haki. Na hayo tulijaribu kupitia uchaguzi tulifanya wiki iliyopita, kwa sababu tuliona ya kwamba Wakenya kwa kweli wana tatizo kubwa sana ya kuamini taasisi mbalimbali za kiserikali. Na tutaangalia, tumefanya kila jitihada ya kuonyesha kwamba tume hii ni huru na ni wa haki. Moja wapo ambazo tunaweza kufanya ni ya kwamba tuliandalia uchaguzi ndogo. Tumehakikisha kwamba tumeleta teknolojia ambayo inayofaa kuhakikisha kwamba uchaguzi unaandaliwa kwa njia mwafaka bila tatizo yoyote. Kila Mkenya ambaye amejisajili anapata haki ya kwenda kujisajili. Ikiwa kila Mkenya amepata nafasi ya kwenda kupiga kura yake bila tatizo yoyote, hiyo ni kuhamasisha na kuhakikisha kwamba Wakenya wataanza kuwa na confidence na tume hili kama iwezavyo. Jambo lingine ambalo tumefanya ni ya kwamba tumejaribu kupitia vyombo mbalimbali ya mawasiliano kuambia na kuwaelimisha Wakenya kwa nini wanatakikana wawe na imani na tume huru, na pia watu wajitokeze kwa wingi kwenda kupiga kura, kwa sababu usipopiga kura naye itakuwa ni shida kuja kuamini ya kwamba umechagua kiongozi ambaye unayofaa. Kwa hivyo tunafanya kila jitihada kuhakikisha kwamba imani imeregeshwa, na imani hiyo inaregeshwa kupitia
jinsi tunavyoandalia uchaguzi. Uchaguzi huu unafanyiwa kwa njia usahihi ya kijeshi, yani with military precision. Hatuwezi kupoteza nafasi yoyote kuhakikisha kwamba uchaguzi imeandaliwa kwa njia inayofaa. Kwa hivyo ningependa kuwasihi na kuwaambia Wakenya hukumu na yale yaliyopita na historia ya hapo awali, kwa sababu hii tume ni tume mpya na ni tume huru. Naam. Kwa hivyo utaambia Wakenya kwamba yaliyopita si ndwele, tugange yajayo. Naam, tukiangalia wale waangalizi, the election observers ambao walikuwa katika mahali pale, kuna wale ambao waliweza kuripoti kwamba kulikuwepo na viwango vya chini kabisa vya wapiga kura ambao waliweza kujitokeza katika vituo. Je, wasema nini kuhusu jambo hili? Kwa kweli uchaguzi ndogo kila wakati huwa ni watu ambao wanajitokeza ni wachache sana. Kwa sababu wakati wa kuhamasisha na kuelimisha na kusukuma watu kwenda kupiga kura pia ni fupi. Kama unavyoona ya kwamba uchaguzi turnout ilikuwa ni ndogo sana. Mimi mwenyewe nilikuwa katika sehemu ya Banisa, na sehemu hiyo kulikuwa na ukame ambayo hatujaona katika maishani wetu. Ukame ambao mifugo zote zinakufa. Nikiangalia upande hiyo kwa wakati huu ni jambo ambayo ni ya kuhuzunisha sana. Kwa hivyo inamaanisha kwamba wakati huu wa ukame itakuwa ni ngumu sana kupata watu kujitokeza kupiga kura. Tumepata tu 36% peke yake katika sehemu hiyo. Kwa hivyo wakati wa kuhamasisha ni fupi. Watu pia hawajitokezi sana kupiga kura. Wakati mwingine watu wanajitokeza kupiga kura pengine rais ama women rep ama senator wao ama governor. Kila mtu anajihusisha katika kumobilize watu ili waweze kujitokeza kupiga kura. Lakini wakati huu ni mjumbe peke yake ama ni MCA peke yake. Kwa hivyo watu ni kama hawajashughulika sana. Kwa hivyo tunapata ya kwamba asilimia wengi kama sehemu za Baringo for example, pia sehemu za ukame, pia ni sehemu za ukame, tumepata 26% peke yake. Asilimia 26 ndio wamejitokeza kupiga kura. Hivyo ni viwango vya chini. Vya chini sana. Na tukirejelea yale ambao umezungumza ukisema kwamba kuna ukame, hili ni swala la athari za mabadiliko ya tabia nchi na hali mbaya ya hewa. Je, kuna jinsi ambavyo nyinyi mnaketi pamoja na asasi mbalimbali, kwa mfano idara ya utabiri wa hali ya hewa humu nchini, kuweza kupata ubashiri kamili wa kujua kwamba hali ya anga kutakuwa hivi na hivi, ndiposa wakati ule mnapoandaa uchaguzi mnaweza kujua kwamba ni mambo ambayo tunatarajia na hivi ndio tutafanya ndiposa tuweze kuwa salama. La pili ni kwamba tukiangalia katika kaunti ya Baringo kulikuwepo na vituo kadhaa ambavyo viliweza kuwa na kufurika maji kwa sababu ya maziwa ambayo maji yake yanazidi kuongezeka kwa viwango, na iliwalazimisha muweze kubadilisha vituo hivi. Kwa kweli katika sehemu ambayo ni ya ukame kama Banisa na Baringo, sehemu mbalimbali, tunaona ya kwamba mazungumzo yetu na Meteorology Department hufanyika mara kwa mara, na tulikuwa tunatarajia kwamba wakati huu ni wakati wa msimu wa mvua fupi wa mwezi wa 10. Mvua ilinyesha siku chache tu na ikakatika. Kwa hivyo tulikuwa tunatarajia kwamba wakati huu haingekuwa na ukame jinsi tunavyoona. Sehemu ambayo ni ya Baringo ambayo ziwa zilifurika kama ilivyokuwa, ziwa Baringo ilifurika na ilikuwa imefurikwa kwa muda mrefu sana. Kwa hivyo kila kituo yote ambayo imehusika na imeathirika na hiyo ziwa kufurika, tumeweza kusukuma tupeleka mahali pengine. Kwa hiyo kila wakati tunaangalia na tunaona kwamba wananchi wasikose nafasi ya kupiga kura. Bwana Hassan, naomba kidogo kwanza tuende kwa mapumziko, manake kuna hitilafu kidogo na kinasa sauti chako. Tutarejea baada ya muda mrefu. Na mtazamaji, huyu ni Hassan Nur Hassan ambaye ni kamishna wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka. Anazidi kutudadavulia kurunzi na tathmini ya chaguzi ndogo ambazo zilizofanyika siku ya Alhamisi tarehe 27 mwaka 2025, na sasa hivi mwelekezi ananiarifu kwamba hitilafu hiyo tayari ishashughulikiwa na mambo ni sambamba na tunakwenda hatua kwa hatua na majira. Bwana Hassan, tuendelee. Asante.
Naam, tukizungumzia hilo swala la wapiga kura kutokufika katika maeneo ya ama vituo vya kupiga kura, kuna mwanahabari wetu Kasichana Masha alikuwa katika eneo la Magarini na aliweza kuripoti kwamba wengi wa wakazi wa eneo hilo walikuwa wanapendekeza kwamba kukuwepo na jinsi ya kuweza kuweka siku ya chaguzi ndogo ikuwe siku kuu, ikuwe public holiday, ndiposa wakuwe na wakati mwafaka wa kuja kupiga kura. Manake wanasema wengi wanafanya kazi mbali, wengine wanahitajika kuwa wamefika afisini ifikapo saa 12 na pia wanarejea wakati ule uchaguzi ukiwa umekamilika. Asante. Nafikiri hiyo ni jambo ambalo tutaanza kufikiria kuona kama ili kuwezesha watu kupiga kura kwa wingi. Hatujafikiria iwe ni siku ambaye ni siku ya likizo. Lakini kwa sababu tumehamasisha ya kwamba wale employers wote ambao wameajiri watu wapatie watu wao nafasi ya kwenda kupiga kura katika sehemu mbalimbali. Kwa hivyo na tumehakikisha kwamba vituo vya kupiga kura isiwe ni vituo ambavyo ina watu wengi, kwa sababu kila kituo inatakana iwe na watu 700 peke yake. Naam. Na watu wengi ukiona hawajapiga kura. Asilimia chache wamepiga kura. Kwa hivyo haipasi, kwa sababu ukipewa ruhusa ya kwenda kupiga kura utachukua muda mfupi sana. Kwa hivyo haistahili tuwe ni siku ya likizo. Naam. Kwa hivyo mwajiri wangu ama bosi akininyima fursa ya kwenda kupiga kura anaweza chukuliwa hatua za kisheria. Hatujapata hatujaona ya kwamba kuna mwajiri yote ambaye amekatazia watu kwenda kupiga kura. Kwa sababu vituo vya kupiga kura pia iko karibu na mahali popote. Na pia huwezi kutumia wakati mwingi, huwezi kutumia siku mzima kwenda kupiga kura. Itakuwa ni dakika machache ama saa moja ama saa mawili. Na tukiangalia swala la ushawishi wa maafisa wa kusimamia upigaji kura, kwa mfano tuseme tu maafisa wa IEBC, je, mmekumbana na changamoto ama maswala ya kuweza kushawishiwa ama kuweza kupewa vitisho kutoka kwa watu ambao wana ushawishi kuhusiana ili muweze kubatilisha kura hizi ama muweze kuzifanya kinyume na utaratibu wenyu? Na kama mmeweza kukabiliana na mambo kama hayo, je, mmechukua hatua gani kuhakikisha kwamba mambo kama haya mnasimama imara na mnasimama tisti kuhakikisha kwamba mnawajibika kama Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka? Hatujapata ushawishi wa aina yoyote, na hata kama ikipatikana hatutaweza kufuata, kwa sababu sisi tuna sheria inatulinda na sisi ni tume huru. Kwa hivyo hakuna mtu yoyote katika taifa hili anaweza kutushawishi tufanye jambo ambalo si ya kisheria. Haiwezekani. Na hatujapata. Na maafisa wetu wa uchaguzi wana masomo ya kutosha, wana elimu ya kutosha, na wamefanya uchaguzi kwa miaka mingi sana, na hatujapata vitisho kama hizo. Vitisho haitapatikana kwa sababu kila kituo inakuwa inalindwa na askari, na askari wetu wa polisi wanajitokeza kwa wingi kuhakikisha kwamba mambo hayo hayatatokea. Hatujaona mpaka sasa. Kwa hivyo naamini ya kwamba tuliendesha shughuli hiyo kwa njia ambayo ni ya mwafaka na njia ambayo inatakana kisheria. Na mtazamaji, tunaendelea kuzungumza masuala ya tathmini ya chaguzi ndogo zilizopita, na ningeomba kwamba mwelekezi wetu aweze kutuwekea video ya Bwana Nur Hassan akiweza kuzungumza kuhusiana na masuala ya vifaa vya utambuzi wa wapiga kura. I want this to be heard by everybody. For the first time, our results are as a result of 100% performance for our KIMS kit. No other process was used. Unlike very many other elections that we've had in the past, it's 100% done by KIMS kit. It is our intention to continue improving our technology as IEBC and make sure that our elections are good, are fair, are free, are credible, so that everybody else feels happy that the election has been done peacefully. Magarini
Mtazamaji, huyo ni Nur Hassan akiweza kuzungumzia vifaa vya kuweza kuwatambua wapiga kura. Na Bwana Hassan, katika gazeti moja la humu nchini, siku ilikuwa tarehe 28 mwezi wa 11 mwaka 2025, siku ya Ijumaa, kulikuwepo na ripoti kwamba kuna mmojawapo wa wapiga kura katika kaunti ya Kilifi alifika katika kituo cha kupiga kura. Alipofika pale akaambiwa kwamba hiki kituo si kituo chako halisi, inafaa uende katika kituo kingine. Kufika kule akarejeshwa, akaambiwa kwamba si hapa, inafaa ukue kule. Sijui mliweza kushughulikia vipi masuala kama haya? Na pia kuna wapiga kura ambao waliweza kurejeshwa nyumbani kwa sababu wengine hawakuwa na utambuzi unaohitajika. Sijui kama kuna mbinu gani ambazo mnatumia kwamba kuhakikisha kwamba wapiga kura wanapata elimu ya kutosha na hamasisho kujua kwamba wanastahili kuwa wapi. Manake kuna mmoja pia alifika katika kituo na pasipoti, lakini akaambiwa kwamba unahitaji kitambulisho. Naam, asante. Nafikiri wakati wa kusajili inapasa kila mtu ajitokeze kusajili akitumia either atumie pasipoti ama atumie kitambulisho wa taifa. Kwa hivyo wakati mwingine tunaona ya kwamba unasahau ulitumia document gani ya kwenda kujisajili. So unakuja na kitambulisho, bali na ukiangalia katika register unaona ya kwamba sio kitambulisho ulitumia. Kwa hivyo kitambulisho katika sheria ni lazima utumie kitambulisho ama pasipoti. Kwa hivyo kama umejisajili na pasipoti, utakuja na pasipoti yako. Na kama umejisajili na kitambulisho wa kitaifa, utakuja na hiyo. Na kama jina yako haliko katika register ya polling station hiyo, itakubidi uambiwe mahali utakapoenda. Kwa hivyo tunaambia kwamba hakuna mtu ambaye anakataliwa kupiga kura, bali tu utaenda kupiga kura mahali umejisajili. Huwezi kuenda mahali popote kupiga kura. Kwa hivyo ikiwa ni mtu ameambiwa aende katika kituo mbalimbali, ni anapelekwa katika kituo ambaye amejisajili. Hatuwezi kubali mtu kuja kutafuta jina lake katika kituo ambaye, na mara kwa mara tunawahamasisha Wakenya waende katika vituo ambayo wamejisajili, waangalie jina yao katika orodha ambayo imebandikwa hapo. Wiki moja kabla ya kura kupigwa, tunabandika orodha majina zote za wale kupiga kura katika kituo hicho. Kwa hivyo tunahamasisha Wakenya wapate nafasi, waende waangalie majina zao kama iko kwa register ya taasisi hizo. Naam. Tukiangazia swala la vurugu katika vituo vya kupiga kura na katika maeneo bunge ama katika maeneo ya wapiga kura, tuliweza kushuhudia masuala kama visa kama vya Malava ambapo kulikuweko na vurugu, kulikuwa na mushkil pamoja pia na Kasipul ambapo pia kulikuweko na mbunge ambaye aliweza pia silaha yake, alinyang'anywa silaha yake pamoja na Kabuchai. Na pia tukiangalia katika eneo la Kasipul kuna wale watu ambao waliweza kuhusika ama kuhusishwa na ile vurugu, waliweza kukamata watu wapatao watu 22. Je, kufikia sasa wamefikishwa mahakamani ama kunaendaje? Asante. Nafikiri vurugu ya kisiasa ni jambo ambalo ni ya kuhuzunisha sana. Na katika tume yetu wa IEBC tunaona ya kwamba ni jambo ambalo linatuvunja moyo. Kwa sababu sisi tunataka kuandalia uchaguzi katika mazingira ambayo ni amani na uhuru na watu wapendane na wapige kura. Jambo la kusikitisha ni ya kwamba tunapata ya kwamba kuna vijana wengi ambayo hawana kazi katika taifa hili. Vijana hao wanavurutwa na wanasiasa wengine katika mambo ambayo ni maovu katika sehemu hizo. Na ningependa kushukuru sana taasisi wetu wa usalama, hasa Inspector General of Police na vituo vyake yote, ya kwamba vitengo yake yote kwa kujitokeza na kuhakikisha kwamba wale ambao wanavunja sheria wameshtakiwa, na wengi wameshikwa na watapelekwa kotini na wataadhibiwa kulingana na sheria ya taifa hili. Kwa hivyo sisi katika tume huru, jambo ambalo tungependa kuhamasisha na kuomba wale viongozi wetu katika taifa hili, kwa sababu vijana hawa wanatumiwa na viongozi wa kila namna, viongozi ambao wanajitokeza kutafuta kura ndio wanatumia hawa vijana. Vijana hawa ni wetu, na bila shaka sisi kama tume huru we have called them out ya kwamba jambo hili haiwezi kuendelea. Ikiwa tutakuwa na nchi ambayo itafanya uchaguzi wake kwa njia ya huru na haki, hatuna nafasi ya vurugu
ya uchaguzi katika sehemu hiyo. Kwa hivyo wale ambao wameshikwa tunaachia wale taasisi mbalimbali ya serikali ambao wanachunguza na wataadhibiwa kulingana na sheria. Jambo ambalo tunaangalia kwa makini ni tabia za viongozi ambao wamejitokeza kutafuta kura. Viongozi kama wamevunja sheria, tuna kamati ambayo inahusika katika tume huru ambayo inaitwa Code of Conduct Committee ambayo inawaita, na kama ukipatikana na umevunja sheria ya uchaguzi tunakupiga faini, tunaweza kukataza uendelee na kampeni zako, ama tunaweza kusema ya kwamba hata ustahili kuwa kiongozi wa kuchaguliwa, na tunaweza kubatilisha uongozi wako katika utafutaji wa kura katika sehemu hii. Jambo lolote ambayo yametendeka baada ya kura kufanyika, jambo hilo halianguki katika meza yetu. Sisi tunaangalia, kwa sababu kama referee unangojea tu, unachezesha mpira wakati wa muda wa dakika 90. Dakika 90 ikiisha na wachezaji wametoka, wameenda kubadilisha nguo zao na kwenda zao, sisi kama referee hatuna nafasi ya kuja uwanjani tena na firimbi na unapiga firimbi katika uwanjani useme kwamba haya tokeni, watu wameenda. Kwa hivyo sisi kazi yetu inaishia wakati wa kupiga kura. Kura ikipigwa imeisha. Na je, maajenti wa vyama waliweza kushirikiana nanyi pasavyo, ama kulikuweko na mtafaruku ama mkinzano wa ushirikiano? Ajenti kwa kawaida, ajenti wa wanasiasa ambao wanasimama uchaguzi katika vituo mbalimbali waliweza kujiendesha shughuli zao kama inavyofaa. Hatukuwa na mtafaruku wa aina yoyote. Sio katika sehemu nilikuweko ambaye ni Banisa, hatukupata watu wote walikubaliana kulingana na zile taarifa na zile forms ambazo zimeletwa. Utaona kwamba agenti, na mimi nimetembea katika vituo karibu 80%. Tuna vituo karibu 81 wa Banisa. Kitembelea katika vituo karibu 70 wa Banisa, na nimeona ya kwamba agenti wanaendelea na shughuli zao bila tashwishi. Na pia kulikuweko na madai ya kukuwa na wale super agents katika huo uchaguzi ama katika vituo vya kupiga kura. Je, unakubaliana na haya? Super agents ni wale agents wa viongozi mbalimbali ambao wanatafuta kura, ambao wako katika tallying centers. Wao pia kuna kipimo yao ya kazi ambayo wanaweza kufanya. Their roles have been cut out for them. Kwa hivyo hatukushuhudia shida mingi kupitia kwao, na kama kuna shida wanarudishwa katika sehemu ambayo wanastahili kuwa. Ni yapi ambayo umejifunza kutokana na uchaguzi huu, na ungependa kwamba haya ambayo umejifunza, manake huu uchaguzi uliashiria taswira ya uchaguzi ambao utakuwa unakuja wa mwaka wa 2027? Tumejifunza mengi sana katika uchaguzi hii, ikiwa ni uchaguzi ya kwanza ambayo tumefanya kama tume huru wa taifa hili. Ya kwanza ni ya kwamba uchaguzi haiwezi kufanyika katika mazingira ambayo ni ya fujo, mazingira ya vurugu. Haitawezekana kwa sababu watu hawatajitokeza. Watu wa kupiga kura wengi ni watu wazee, na wazee wakiona ya kwamba kuna vurugu katika sehemu fulani hawatajitokeza. Kwa hivyo ni ya manufaa ya kila Mkenya, kila mgombeaji, ya kuona ya kwamba vurugu na mchafuko ya uchaguzi inasimamishwa wakati wowote. Jambo lingine ambayo tumejifunza ni ya kwamba lazima tuwe na planning kwa muda ya kutosha. Tuwe na mpango rasmi ambayo tumepanga, ili watu waweze kuhamasishwa, watu waelimishwe kwa muda ambayo inayofaa, watu watembelewe kila wakati na tume huru na wengine wote zote ambazo zinahusika katika kuleta uchaguzi mema. Kwa hivyo planning ni critical sana. Jambo lingine ambayo tumejifunza ni ya kwamba kuelekea mbele, rasilimali kutoka National Treasury ni lazima itoke kwa wakati ambayo inayofaa. Isiwe hatujaona kwa wakati huu hatujapata shida yoyote. Tumepata yale rasilimali ambayo tunahitaji kutoka National Treasury, tulipata kwa njia ambayo inayofaa,
lakini kuelekea mbele isiwe tu ni uchaguzi ni wakati wa the last year of election, mwaka wa mwisho wa uchaguzi ndio unaopana rasilimali zimetolewa. Miaka hizo zote 5 ni kama tunaenda likizo. Shughuli zinatatizika. Kwa sababu inatakikana watu waendelee, elimu ya kuelimishwa kuhusu uchaguzi inatakikana iendelee kwa wakati wote katika hiyo the life cycle of election process which is 5 years. Hiyo miaka 5 yote ni lazima tuelekee kuelimisha Wakenya popote walipo katika election zao. Kwa hivyo jambo hilo ni lazima turekebishe ili rasilimali zitolewe for the 5 years so that people are educated kwa wakati ambayo inawafaa ili waweze kupiga kura. Wakati ya kupiga kura isiwe ni kukimbia, crash program ya kukimbia, tunaharibu watu. Ni lazima waelimishwe kwa wakati ambayo inawafaa. Swala la wapigaji kura kujisajili, tunajua kwamba hii shughuli inaendelea. Kufikia sasa ni watu wangapi wameweza kujisajili na hivi viwango ni vya kuridhisha? Usajilishaji wa kupiga kura inaendelea katika vituo za IBC katika sehemu mbalimbali. Offices za constituencies ndio tunafanyia. Ni warm up. Hatujaanza kusajili watu kwa haraka, kwa wingi. Wakati huu tumeanza tu. Na tulikuwa tumeanza tukitoa wale sehemu za by elections tumezitoa. Sehemu za by elections pia zitaanza baada ya siku 28. Kwa sababu baada ya kura kupigwa tunangojea siku 28 ndio tunaona ya kwamba kama kuna petitions, kama kuna petitions tunaangalia petitions zikiisha after 28 days ndio tunaanza pia kusajili katika sehemu za by elections. Kwa wakati huu tunasajili watu katika ofisi za IBC constituency level na pia katika anniversary towers ofisi yetu hapa kubwa. Lakini pia tuna mpango ya kusajili watu katika huduma centers yote kwa siku karibu ambayo katika mwakani tukianza. Kwa hivyo bado na hakika ya kwamba chairman wetu atatoa taarifa rasmi ya wale ambao wamejisajili kufikia wakati huu, na nashukuru Wakenya ambao wamejitokeza kujisajili katika sehemu huu kwa wakati huu, kwa sababu it's not mass registration, ni registration, usajilishaji wa muda mfupi katika sehemu fupi. Na bila shaka tukipoanza mass registration mwakani sura itabadilika. Naam. Na pia umesema kwamba ni usajili wa muda, lakini pia kuna vijana ambao sana sana wamekuwa wakishinikiza uongozi bora na pia wanataka pia waweze kushiriki huu uchaguzi. Je, unaona kwamba wakoje wanakuja kujisajili ama bado wamesusia? Wamejaribu, vijana naona wamejitokeza kwa kiasi ambayo tumeona ya kwamba wale wamejisajili kufikia wakati huu ambao tutapewa na chairman wetu katika siku chache ile zijazo. Vijana wanajaribu kujisajili, lakini tungewaomba wajitokeze kwa wingi. Bado hatujafika ile kiwango ambayo tunataka wajisajili. Kwa sababu tena wasipojisajili itakuwa ni sasa hawatapata nafasi ya kuchagua viongozi ambao wanataka kuchagua. Kwa hivyo vijana tunawahamasisha, tunawaomba wajitokeze, wajisajili kwa wakati wa haraka sana. Naam. Na Wakenya wanaoishi ughaibuni, wale wapigaji kura ambao wako kwenye diaspora na angependa kuchagua mbunge wake kielektroniki ama mwakilishi wadi, je, swala hili mnalishughulikia vipi? Swala hili ni swala ambalo tunafikiria kwa makini sana. Kwa sababu kwa wakati huu sasa Wakenya ambao wanaishi katika sehemu mbalimbali ya ulimwengu wanapiga kura tu, wanapigia rais peke yake. Hatujafika kiwango ambayo tunaweza kufanya kuwawezesha kuchagua viongozi wao kupitia elektroniki. Lakini jambo hili ni jambo ambalo mazungumzo yanaendelea kati yetu na Wizara ya Nchi za Nje wa taifa letu na pia na viongozi mbalimbali wa Wakenya ambao wanaishi katika sehemu bara mbalimbali ya ulimwengu. Kwa hivyo bado hatujawafikia kiwango ambayo tutatumia teknolojia. Lakini ninaamini ya kwamba tukiendelea mbele suluhisho itapatikana. Mazungumzo yameendelea tayari. Tumekuwa na mkutano na Wizara ya Ministry of Foreign Affairs na pia tumekuwa na virtual meetings
na viongozi mbalimbali wa Kenya ambao wanaishi katika bara mbalimbali ya taifa hili, ya dunia hii. Naam. Ni yapi ambayo mliona kwamba mliweza kuwa na ufanisi ama mlikuwa na ufanisi katika nyanja gani? What were your wins as IEBC? Jambo la kwanza ni kuhakikisha kwamba tulitumia teknolojia peke yake ili kuwezesha Wakenya wapiga kura. Jinsi ulivyoona katika ile clip ulicheza katika constituency ya Banisa na katika nimeangalia pia katika constituency mbalimbali za taifa hili za mahali by elections zilifanyika, tuliwezesha kufanya uchaguzi kupitia KIMS-KIT, yani Kenya Integrated Election Management System. Tulitumia hiyo mashini peke yake. Ni mashini ndogo ambayo ni size ya kitabu hiki, ambayo tulitumia ili kuwezesha identify kila mtu na kuwezesha kupiga kura ili Wakenya wapate haki yao. Hatujapata nafasi na hatujakubalia mtu yeyote wa IEBC, wafanyikazi wetu, kufungua register wa IEBC wa hiyo kituo. Register zimekuwa sealed na zimewekwa hapo kando. Kila mtu amekuwa identified kupitia biometric yake na kila mtu alipata nafasi ya kupiga kura bila kuongeza kura yoyote. Kwa hivyo tunahakikisha Wakenya kwamba kura yale yamepigwa ni kura ambayo imepitia katika mashini hiyo. Na mashini hiyo utajitambulisha kupitia biometric. Either weka kidole chako uangaliwe, ama ikiwa huwezi kupata kwa kidole yako, kwa kitambulisho chako pia ipigwe picha, ama hiyo ikifaili pia upigwe picha ya uso yako ili iweze kuwasiliana pamoja na ile iko katika mitambo. Kwa hivyo hiyo ndio the biggest success ambayo tunajivunia katika uchaguzi ndogo tuliopata, ni ya kwamba kura ilipigwa kupitia mtambo peke yake. Kwa sababu hiyo naye sasa it is completely removes udanganyifu wa aina yote. Kwa sababu huwezi kutambulika bila kupitia mashini peke yake. Na wakati wa kurudisha forms zile za kupiga kura, results forms, tunaangalia results forms na pamoja na mashini pamoja. Tunaangalia, tunasema ya kwamba yes, kuna kituo hiki ilikuwa na watu 650. Wale waliopigwa kura ni watu 371. Tunaangalia kwa mitambo, tunaona ya kwamba forms, tunaangalia kwamba candidates walipata kiasi fulani ya kura. Kura kiasi fulani imeharibika. Total ni 371. Hawa ndio wamepiga kura. Tunakuja kwa mashini, tunaangalia. Mashini itaonyesha kwamba ni 371 peke yake ndio wamepiga kura. Hiyo ni hatua kubwa sana tumeafikia. Naam. Na pia jinsi nilivyosema kwamba kura hizi ni taswira ya uchaguzi mkuu ambao utakuwa unajiri mwaka wa 2017, na bado nikirejelea zile vurugu ambazo zilikuwa zinafanyika katika haya maeneo. Je, kwa mtazamo wako kama afisa wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka, je, unaona kwamba huenda pia kukakuwa na vurugu, na mtaweza kuwasiliana vipi na asasi husika kuhakikisha kwamba vurugu hizi zinazuiliwa? Ningependa kusema ya kwamba nimesikiza kwa makini sana kupitia vyombo mbalimbali ya mawasiliano, na nimeona wadadisi wengi sana wa kisiasa wakizungumzia vurugu wa kisiasa katika sehemu mbalimbali ambayo tulifanya uchaguzi ndogo. Tunaona ya kwamba kweli kumekuwa na vurugu kiasi katika sehemu mbalimbali, katika sehemu za Kasipul, Kabondo na Mbere kidogo. Na yamekadhibiwa, they were contained in time, kwa wakati ambayo ni ya mwafaka. Kuelekea mbele, tuko na mengi tumeyafunza sisi kama IEBC na pia taasisi ya polisi ambayo yanahusika na mambo haya, na tutahakikisha kwamba mambo hayo yamepunguzwa kwa kiasi ambayo inatakana, na tungependa kusema ya kwamba haitaendelea. Ukiangalia utapata ya kwamba uchaguzi huu imeleta emotions mingi sana, kwa sababu utaona viongozi wengi wa taifa hili wamecamp katika constituencies mbalimbali. Vyama vingi vya kisiasa wameenda wameweka vigogo zao zote katika constituencies hizo, na wamepiga kufa na kupona kuhakikisha kwamba wameshinda kura. Lakini wakati wa uchaguzi wa kubwa ikija, general election, hiyo haitapatikana, kwa sababu kila mtu ataenda kwa kijiji yake kujitafutia kura yake. Kwa hivyo hatutakuwa na ile focus ambazo tumeona katika sehemu hii. Ukiangalia sehemu za Magarini,
vigogo wa ODM wote wameelekea huko. Ukiona Mbeere North, wanasiasa wote katika sehemu hiyo wamejitokeza, wameenda hapo. Kwa hivyo ikifika uchaguzi kubwa, hatutapata attention na focus ilivyopatikana wakati huu. Itakuwa ni kila mtu atakuwa na uchaguzi itakuwa ni nyingi, na hatutakuwa na fujo kama tulivyoona. Naam. Na wakati mchakato muhimu kama huu unapofanyika, bila shaka huwa kunakuwa na ripoti ambayo inachapishwa kuelezea tu tathmini, mapungufu na pia yale ambayo yaliweza kuleta ufanisi katika huo uchaguzi. Je, unaweza kutuambia kwamba ni lini mtaweza kuchapisha ripoti hii ndiposa Wakenya waweze kupata, na watapata wapi ripoti hiyo? Asante. Kwanza tuna taasisi mbalimbali ambayo ni observer groups wamejitokeza na wanafanya election observers katika sehemu mbalimbali. Jambo lingine ni kwamba kila constituency tulituma commissioner moja wa IEBC. So kila commissioner amerudi na ripoti wake. Na kila county election managers wameandika ripoti kamili ya jinsi uchaguzi ilivyoendelea kabla ya uchaguzi, wakati wa campaign na uchaguzi yenyewe, na pia siku chache baada ya uchaguzi. Ripoti hiyo itakabiliwa commission siku zijazo, siku in the next few days, na tutakaa chini, tutaandika taarifa kamili ya jinsi tulivyoona ile changamoto tulipata katika sehemu hii, ile successes ambayo tumeona, yote itachapishwa kwa muda ambayo isiyokuwa mrefu. Naam. Tukielekea kukamilisha, unaweza tupa kauli yako ya mwisho na pia uweze kuzungumza na wanasiasa ambao watakuwa wanashiriki uchaguzi ambao utakuwa unakuja, pamoja na Wakenya kwa jumla? Ningependa kuwasihi Wakenya na pia kuambia Wakenya ya kwamba wawe na imani na tume huru wa uchaguzi, kwa sababu tume hili ni lenu. Nyinyi ndio mmetupa hii jukumu. Kama hamtatuunga mkono, haitakuwa rahisi kuwapatia uchaguzi ambayo inayofaa. Na ningependa kuzungumza na washikadau mbalimbali, na pia hasa wanasiasa ambao wamejitokeza kutafuta kura. Ningependa kuwauliza ya kwamba nchi hii ni yetu. Hatuna nchi lingine. Ni lazima tuhakikishe kwamba tafuteni kura, isiwe ni kufa na kupona. Kura itapita, Wakenya watabaki. Tunataka kuhamasisha kwamba tuwe na utulivu, tuwe na amani na upendo katika utafutaji wa kura. Kwa sababu tumefanya kwamba siasa imekuwa ni maisha yetu. Kila Mkenya ukizungumza na yeye anazungumza siasa, hazungumzi maendeleo, hazungumzi kilimo, hazungumzi kazi, hazungumzi elimu. Kila mtu ni siasa. Jambo hilo ambazo ni ya siasa kila wakati haitatusaidia. Na tungependa kuwasihi viongozi wote kutoka sehemu mbalimbali, kutoka all levels of government, national government, national leadership, na pia viongozi wa mashinani katika sehemu za counties, wasitumie resources za county ama ya national kwa mambo ya kura. Ili Wakenya wapate fursa ya kuchagua viongozi ambayo wanastahili kuchagua bila kushurutishwa na mtu yeyote. Naam, asante. Naam, mtazamaji, huyo ni Bwana Hassan Nur Hassan, kamishna wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka. Tumekuwa tukizungumza naye kuhusiana na chaguzi ndogo zilizopita na pia maandalizi ama kupiga darubini hapo mbele katika uchaguzi wa mwaka 2025. Tujue kwamba ni yapi watakuwa wanatuandalia, na pia kuhusiana na masuala ya uadilifu. Na pia amezungumza akasema kwamba tusiwe tu kila mara ni politics, you drink politics, you eat politics, you sleep politics, na hivyo iwe pia unazingatia maendeleo. Na mtazamaji, kwa sasa tutakomea hapa, lakini kumbuka kwamba mdahalo huu kuhusu uwajibikaji wa uchaguzi utaendelea katika hafla mbalimbali ama majukwaa mbalimbali, ikiwemo bungeni na katika jamii, na tukijitayarisha kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Kumbuka kwamba uwajibikaji, uwazi vinasalia kuwa jukumu la kila Mkenya. Naam, mie wako Sheila Kayaro-Yogo, endelea kutazama runinga ya KBC Channel 1, manake tumewanda na kunawiri kote nchini. Kwaheri na kutakia mchana mwema.